Tunapomzungumzia mjasiriamali ni mtu anayebuni ama kuona fursa ya biashara kisha akachukua hatua kuanzisha na kuendesha hiyo biashara, huku akiwa anakubali hatari ama risk ili kupata faida na kuleta thamani kwa watu. So kinachofanya mtu awe mjasiriamali, moja ni kuona fursa wakati wengine wanaona matatizo. 2, hachoki kujaribu. 3, anachukua hatari zinazopimika, calculated risk. Lakini 4, ana malengo ya kutengeneza mfumo wa kipato, sio mshahara. Na 5, anaongeza thamani kwa jamii yake. So ujasiriamali kama ujasiriamali ni ujanja wa kutengeneza hela kihalali kwa kutumia akili, ama kuona fursa mapema, ama kutatua shida za watu. Kwa ufupi kabisa, ujasiriamali ni kuona fursa, halafu ukishaona fursa unachukua hatua, na ukishachukua hatua basi unatengeneza kipato. Kuna aina mbalimbali za wajasiriamali ambao tuko nao mtaani. So leo tutazungumzia aina 5 kuu za wajasiriamali ambao tuko nao mtaani. Aina ya kwanza ni mjasiriamali wa madili. Huyu ni hustler, pambanaji, mjasiriamali wa madili. Huyu ana macho ya kuona fursa kila kona. Leo utamkuta anauza bidhaa, kesho utakuta anauza huduma, kesho utakuta anafanya kitu kingine tofauti. Yeye kwake cha muhimu ni hela iingie. Yeye hayo mengine hajali. Anachoona yeye kwake umuhimu ni pesa hiyo inaingia. Huyo ni mjasiriamali wa kwanza. Mjasiriamali wa pili ni mjasiriamali mbunifu ama innovator. Huyu ni mjasiriamali ambaye analeta kitu kipya kabisa sokoni. Ni watu ambao wanakuwa na ideas mpya, mara nyingi ni wabunifu. Kwa hiyo hawa ni watu wa mawazo, wana ideas nyingi ambazo wanazileta sokoni. Mjasiriamali wa aina ya 3 ni mjasiriamali wa kuiga ama imitator. Mjasiriamali ambaye akiona kitu kinafanya kazi sehemu na yeye anakileta kwake, anakifanya tena. Na kuiga sio ujinga, ni mkakati kabisa wa kujenga uchumi wako. Kwa hiyo ni mjasiriamali wa 3. Akiona kitu ana copy paste, anakifanya ili aweze kutengeneza kipato. Mjasiriamali wa 4 ambaye tuko naye mtaani ni mjasiriamali wa huduma. Huyu ni mjasiriamali ambaye hana bidhaa, kwa hiyo anauza ujuzi au uwezo wake, na mara nyingi hawa huanza bila hata ya kuwa na mtaji mkubwa sana. So huyu ni mjasiriamali wa huduma. Aina ya 5 ni mjasiriamali wa bidhaa. Huyu ana bidhaa zake tayari, anataka kujenga stable income kutokana na zile bidhaa ambazo yuko nazo. Mjasiriamali wa mwisho ni mjasiriamali wa jamii ama social entrepreneur. Huyu ni mjasiriamali ambaye analenga kusaidia jamii yake katika kutengeneza kipato. Anaisaidia jamii, lakini kutokana na yeye kusaidia jamii anatengeneza kipato. Sasa kinachomfanya mjasiriamali awe tofauti na mfanyabiashara kwanza, yeye haji na idea. Mara nyingi mfanyabiashara anatekeleza idea ambazo zimefanya kazi tayari sokoni. Kwa hiyo mfanyabiashara anapenda mfumo uliothibitishwa tayari, sio kuanzisha mfumo mpya. Na mara nyingi mfanyabiashara anatafuta kila namna kupunguza riski, kwa anatafuta zile opportunities ambazo zina riski ndogo. Kwa nini? Kwa sababu analenga kupata kipato cha uhakika. Lakini mjasiriamali ni mtu ambaye yeye ameona fursa au anatengeneza fursa, anatengeneza mfumo yeye mwenyewe, lakini kwa sababu unakuwa ni kitu kipya, mara nyingi anakutana na hatari kubwa, na lengo lake sio kutengeneza kipato cha uhakika, lakini ni kutengeneza mfumo wa kipato ambao ni endelevu. Sasa utajuaje kwamba wewe una mtazamo wa kijasiriamali? Namba 1, utajua kwamba wewe una mtazamo wa kijasiriamali kama ukiona matatizo huwa unajiuliza fursa iko wapi. So wakati wengine wanalalamika, wewe unaona fursa. Namba 2, utaona kama una mtazamo wa kijasiriamali kama hupendi kutegemea njia moja ya kipato. Unatamani na unapambana sana kujenga mifereji mbalimbali ya mapato. Namba 3, una ideas nyingi kuliko muda wa kuzitekeleza. Yaani unajikuta kila ukiamka una mawazo mapya ya kutengeneza hela, lakini utekelezaji huwa hautekelezi. Ila kila siku, kila wakati unapata mawazo mapya. Una mawazo mengi sana ya kutengeneza pesa, ila kutekeleza ndio sifuri. Ujue pia una mtazamo wa kijasiriamali. Lakini namba 4, unakubali kuanza kidogo kidogo bila kuona aibu. Mara nyingi nasema pesa imejifichwa kwenye aibu
yako. Kwa hiyo ukiona uko tayari kuanza na kile ulichonacho mkononi na hali yako ulionayo, tunasema wewe una mtazamo wa kijasiriamali. Namba 5, unapenda sana kujifunza kuhusu pesa na unatamani kujua vitu ambavyo unaweza kufanya ili uingize pesa. Kwa unafuatilia sana, kama ukiingia YouTube unafuatilia pesa inatengenezwaje, ukiingia kwenye mitandao mingine ya kijamii hivyo hivyo. Unapambana sana kujua sana kuhusu pesa na vitu ambavyo unaweza kuvifanya ili utengeneze pesa. Kitu kingine ni kwamba utajua kwamba una mtazamo wa kijasiriamali kama unaona muda kama mtaji. Na mwisho, kama hauogopi hatari, kama una uwezo wa kuingia kwenye fursa bila kuogopa hatari, maana yake na wewe una mtazamo wa kijasiriamali. Kwa hiyo tunasema kwamba ujasiriamali sio kipaji, ujasiriamali ni mazoea ya kufikiria tofauti kila siku. Kwa sio kwamba mtu anazaliwa kuwa mjasiriamali, hapana, ila namna ambavyo mtu anakuwa amezoea kufikiria tofauti kila siku, anajenga mtazamo wa kijasiriamali. Kwenye ulimwengu wetu wa leo tuna makundi mbalimbali ya wajasiriamali. Kwa hiyo na wewe unaweza ukaangalia utaangukia kwenye kundi lipi kati ya makundi ambayo tunaenda kuyaona. Makundi yako makubwa 4. Kundi la kwanza ni digital entrepreneurship au ujasiriamali wa kidijitali. Hapa maana yake activities zako utakuwa unazifanya online, kama sio online basi unatumia zaidi teknolojia katika kuhakikisha unaendesha mambo yako ya kijasiriamali. Kwa unaweza kufanya kwa kutumia simu au laptop na internet peke yake. Unajijua kwamba wewe ni digital entrepreneur. Lakini unafikia watu wengi zaidi kwa sababu unawafikia kwa njia ya kimtandao. Na mara nyingi digital entrepreneurship haina gharama kubwa kuianza. Kundi la pili la ujasiriamali ni analog entrepreneurship, ujasiriamali wa kianalojia. Hapa ni lazima uonekane halisia, either location au kama ni bidhaa basi unazo bidhaa halisi. Kwenye kundi hili maana yake unafikia watu wachache, lakini mara nyingi wewe huduma yako ni cash by cash, kwamba unatoa kitu ndo unapewa pesa mkononi. Mara nyingi analog entrepreneurship inakuwa taratibu sana kwa sababu unafikia watu wachache, uko limited na time, uko limited na idadi ya watu. Hivyo kwa hiyo unafikia watu wachache, inasababisha kukua taratibu sana. Na kundi la 3 la ujasiriamali ni hybrid entrepreneurship ama ujasiriamali chotara. Hapa ni mchanganyiko wa digital entrepreneurship pamoja na analog entrepreneurship. Sasa kwenye ujasiriamali chotara hapa tunasema unapata kipato mara 2 kwa sababu unapambana mara 2. Kwa sababu unapambana kwenye digital, unapambana kwenye analog. Kwa hiyo unakuwa na double hustle, kwa hiyo unaleta double income. Na unafikia watu wengi zaidi. Na hii inakuwa kwa haraka kwa sababu unapata wale watu waliokuzunguka hapo, lakini unapata watu wengine ambao wako mbali na wewe. Kundi la 4 ni social entrepreneurship ama ujasiriamali wa kijamii. Hii inalenga kutatua shida za jamii nzima. Na hii kwa kufanya hivi sasa unajikuta unapata pesa lakini pia unapata heshima. Mara nyingi hapa makundi makubwa ya wajasiriamali wanaangukia wale wanao deal na mambo ya NGOs, non-government organizations, project mbalimbali ama programs zile za kijamii. Sasa kama tunaweza tusionane tena, mimi ningekushauri mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hivyo ulivyo sasa hivi ndio muhimu. Usisubiri kila kitu kiwe tayari, mtaji, leseni, sijui mazingira yawe sawa. Wewe anza leo, hata kama una kidogo, anza. Alafu kila siku utakuwa unafanya adjustment kadiri unavyozidi kukua. Jambo la pili ambalo ningekushauri, kufeli sio kushindwa. Hata siku moja hakuna kitu kitaenda vile unavyotaka. Kwa hiyo unapofeli usikate tamaa. Ukifeli idea yako, jifunze, boresha, kisha jaribu tena. Anza upya, endelea kusonga mbele. Consistency itakufanya kwanza utajifunza vitu vingi, utaona mambo makubwa, halafu sasa utakuwa ukiwa strong. Jambo la 3 ambalo ningekushauri, tengeneza thamani kwanza, halafu pesa itafuata. Watu wengi wanafanya makosa wanapoanza ujasiriamali, wanahangaika kutafuta pesa mwanzoni. So mwanzoni usihangaike kutafuta pesa, pambania thamani. Pesa ina tabia ya kufuata thamani iliko. Kwa pambania kwanza thamani, ukisha tengeneza thamani, pesa itaanza kuja moja kwa moja upande wako.